أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mwenyezi Mungu amsaidie sana. Anasema, naendelea kueleza kuhusu vita vya Uhud, na kuhusu vita hiyo nitaeleza zaidi. Kama ilivyokuwa imeelezwa ya kwamba maadui walitangaza ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameuawa shahidi. Habari hii ya kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam iliposhamiri na Waislamu walipoisikia, hali yao ikoje? Katika maelezo yake imeelezwa ya kwamba Ibn Qamia alipozani ya kuwa yeye amemua Mtume sallallahu alaihi wasallam, naye akatangaza ya kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameuawa shahidi. Na pia inasemwa ya kwamba mwenye kutangaza alikuwa shetani aliyekuwa na sura ya Jual au Jual bin Suraka. Jual alikuwa miongoni mwa Waislamu waliotangulia kusilimu, na alikuwa miongoni mwa watu wa Sufa ambaye Mtume saa salam akibadilisha jina lake wakati wa vita vya Handaki alikuwa amempatika jina la Omar. Kwa kusikia hayo, watu wakaelekea kwa Jual ili waamue, lakini yeye akakataa na akasema kwamba yeye hakutangaza tangazo lolote. Na Khubat bin Jubair na Abu Burda wakatoa ushahidi kwamba tangazo hili lilipotangazwa, yeye alikuwa akipigana na maadui akiwa pamoja nao. Pia inasemwa ya kwamba mwenye kutangaza habari hiyo alikuwa Azabul Aqaba, ambaye akatangaza mara tatu ya kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameuawa shahidi. Kuhusu hilo kuna kauli nyingi kwamba nani aliyekuwa ametangaza habari hiyo. Yawezekana ya kwamba watu mbalimbali wawe wameona kivyao na watu mbalimbali wawe wametangaza, yani Ibn Qamia, Iblis na Azabul Aqaba, kila mmoja wao atakuwa ametangaza. Mtu yeyote mwenye asili ya kishetani anaweza kusambaza na kutangaza habari hiyo. Kwa kushamiri habari hiyo, baadhi ya Waislamu wakasema kwamba kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameuawa shahidi, hivyo nini murejee kwa kaumu yenu, wao watawapatia ni uhifadhi. Lakini watu wengine wakasema kwamba kama Mtume sallallahu alaihi wasallam ameuawa shahidi, je, nini hamtapigana kwa ajili ya dini ya nabii wenu sallallahu alaihi wasallam na ujumbe wake mpaka muuawe na muhudhurie kwa Mungu wenu? Hat Sabit bin Dahda akawaambia Ansar kwamba eni kundi la Ansar, kama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameuawa shahidi, basi Mwenyezi Mungu yu hai na mauti haiwezi kumfikia, hivyo mupigane vita kwa ajili ya dini yenu. Mwenyezi Mungu atawapatieni ufaulu na ushindi. Kwa kusikia habari hiyo, kundi moja la Ansar wakainuka, nao pamoja na Hat Sabit wakawashambulia washirikina. Na katika washirikina walikwepo Khalid bin Walid, Ikrima bin Abu Jehel, Amr bin As na Zirar bin Khattab.
kwa kuona kundi hili dogo la waislamu wakiwashambulia khalid bin walid akawashambulia na akawaua sabit bin dahda na manswari wenzake kuhusiana na hali hiyo iliyotokea katika vita vya ohd hatmiza bashir ahmad saheb ameandika katika sirat khatamanabiyin anasema kwamba wakati ule waislamu walikuwa wamegawanika katika makundi matatu kundi moja lilikuwa ni la watu ambao kwa kusikia habari hiyo ya kifo cha mtume saa salam walikuwa wamekimbia medani kundi hilo lilikuwa dogo kuliko makundi yote na hata usman bin affan pia alikuwa miongoni mwao lakini kama inavyoelezwa ndani ya kurani tukufu ya kwamba kwa mujibu wa hali makhsus ya wakati ule na kuangalia imani yao na ikhilasi yao mwenyezi mungu akawasamehe na baadhi ya watu katika kundi hilo wakafika hadi madina na habari hiyo ya kifo cha mtume saa salam na kushindwa kwa jeshi la kiislam ikafika katika mji mzima na habari hiyo ikaleta taharuki katika mji mzima na waislamu wanaume na wanawake watoto na wazee wakatoka nje ya mji wakiwa na hofu na huzuni na wakaelekea upande wa ohd na baadhi yao wakafika katika medani ya vita na kwa kutaja jina la allah wakaanza kupigana na maadui katika kundi la pili walikuwepo waislamu ambao hawakukimbia lakini kwa kusikia habari ya kifo cha mtume salallahu alaihi wasallam walikuwa wamevunjika moyo au walikuwa wanaona kwamba sasa kupigana vita ni kitu bure tu hivyo wakiacha medani walikuwa wameketi upande wa pembeni kundi la tatu lilikuwa ni la watu ambao walikuwa wanapigana na maadui mfululizo na baadhi yao walikuwa wamejumuika kwa mtume salallahu alaihi wasallam na walikuwa wanaonyesha mifano ya ushujaa na wengi walikuwa ni wale ambao walikuwa wanapigana katika medani ya vita wakiwa mmoja moja watu wa kundi hili la pili kila walipojua kwamba mtume saa salam yu hai watu hawa walikuwa wakijumuika kwake huku wakipigana na maadui wakati ule hali ya vita ilikuwa ndiyo hii kwamba jeshi la quraish lilikuwa lina wazingira waislamu kama mawimbi mazito ya bahari na katika medani ilikuwa inaonekana kwamba mvua inaendelea kunyeshwa ya mishale na mawe masahaba kwa kuona hali hiyo ya hatari wakamfunika mwili wa mtume salallahu alaihi wasallam na miili yao lakini katika shambulio lenye nguvu watu hawa wachache walikuwa wakisukumwa hapa na pale na katika hali hiyo saa nyingine mtume saa salam alikuwa anabaki peke yake katika muda huo huo ndugu wa saad bin abi waqas utba bin abi waqas akarusha jiwe ambalo likaja kugonga uso wa mtume saa salam na jino lake moja likavunjika na pia mdomo wake pia ukajeruhiwa muda si muda jiwe jingine lililorushwa na abdullah bin shahab likaaja kujeruhi paji lake na kisha baada ya muda jiwe la tatu lililorushwa na ibn qamia likaaja kugonga shavu lake na kisha misumari miwili ya kofia yake ya chuma ikaingia kwenye mashavu yake Saad bin abi waqas alipata hasira kali kuhusu ndugu yake au juu ya ndugu yake utba alikuwa anasema kwamba mimi sikupata jaziba ya kumua adui yoyote kama nilivyopata jaziba ya kumua ndugu yangu utba siku ya ohd hat muslim maud raziallahu taala anhu anaeleza mada ya falsafa ya kukubaliwa kwa dua na akieleza mada hiyo ameeleza tukio la ohd anasema ya kwamba mimi niliyosema ya kuwa kaumu ya wazungu wakisimama juu ya tauhidi kwa moyo wa kweli waniombee ili niwaombee basi watapata ushindi habari hii ni ya mwaka 1940 ilipotokea vita kuu ya pili na hat musleh maud anasema ya kwamba ikiwa watu hawa waniombe kwamba niwaombee basi watapata ushindi na hiyo inaendana na bishara na kalamu na ruya zangu
hat masihi maud alah salam amefanya maombi mengi kwa ajili ya kaumu hizi, lakini kaumu hizi zimemkalisha mtu mmoja juu ya arshi ya mungu, na ndiyo maana mungu anawatia kwenye majaribio. yaani wamemfanya hat isa kuwa mwana wa mungu, na ndiyo maana wamezingirwa na majaribio. lakini hat masihi maud amefanya maombi mengi kwa ajili yao. kisha ametaja pegami akisema kwamba pegami kama wananikataa wakatae, lakini nazaria yao ni tofauti na hiyo. na hat muslim maud anasema kwamba hat masihi alah salam amefanya maombi mengi kuhusu wazungu, na kizuizi katika kukubaliwa kwa maombi haya ni ushirikina wao, na kizuizi hicho kikiondoka basi maombi haya yatapokelewa na yatakubaliwa tu. mimi nimeona njozi nyingi kwamba kwa maombi yangu mabalaa yao yanaweza kuwaondoka, lakini sio maana yake kwamba kila dua ninayofanya lazima inakubaliwa. kama jambo hili lingekuwa kwenye mamlaka yangu basi mimi ningeondoa matatizo yote yanayotupata sisi. kurani tukufu inasema kwamba makafiri walikuwa wakimwambia mtume saa salam kwamba kama wewe ni mpendwa wa mungu, kwa nini kazi yako fulani haifanikiwi? lakini mwenyezi mungu anasema kwamba ewe muhammad saa salam uwaambie kwamba kama jambo hili lingekuwa kwenye hiari yangu basi ningejikusanyia mema yote kwa ajili yangu. hivyo hiyo haikuwa kanuni ya mtume saa salam kwamba kila dua yake ikubaliwe. kwa nini hiyo inaweza kuwa kwa ajili yangu na kwa ajili ya mtume saa salam? hii ilikuwa kanuni kwamba mungu akiwa tayari kupokea dua yake na akitaka kusimamisha heshima yake kwa nishani fulani, basi lazima anakubali dua yake na maombi yake. mimi ninakiri ya kwamba wazungu wana nguvu wakitaka watu nionge au watutie ndani, ilhali wakati huu zidi ya maadui wanaonekana kuwa wazaifu. katika vita kuu ya pili hali yao ilikuwa mbaya sana, lakini hata hivyo mimi ninadai kwamba kwa maombi yangu matatizo yao yanaweza kuwaondoka, kwani mamlaka ya wazungu juu yetu yanaendana na kanuni tofauti, lakini ukubali wa dua au kukubaliwa kwa dua kuna kanuni tofauti. mfalme wa iran alikuwa amenuia kumkamata mtume saa salam, lakini watu wake walikuwa hawakufika, isipokuwa watu wa gavarna wa yemen tu walikuwa wamekuja. hapo mtume akawaambia kwamba nendeni mkamwambie mfalme wenu kwamba mimi siji, mungu wangu amemua mungu wake. mwenyezi mungu akatia moyoni mwa kijana wake, naye akaamua baba yake. lakini katika vita vya ohd maadui wakamshambulia, wakamrushia mawe, meno yake yakavunjika, kichwa kikajeruhika, misuli ya kofia ya chuma ikaingia kichwani mwake, naye akazimia na akaanguka chini, na baadhi ya masaba wakaanguka juu yake mpaka wakazani kwamba ye ameuawa shahidi. sasa mtu aseme kwamba kama allah alikuwa ameenzi heshima yake kiasi kwamba akamua mfalme wa iran kwa ajili yake, sasa kwa nini akawaruhusu makafiri wamrushie mawe? shutuma hizi si sahihi. hizi zinakuwa hikma za mwenyezi mungu na ni siri zake. katika nyakati tofauti mungu anamkamata mtu juu ya jambo dogo tu, na saa nyingine anampatia muhula ili udhaifu wa binadamu upate kuzihiri. kwa vyote vile tukio hili linaendelea kuelezwa baada ya uvumi huu wa mauaji ya mtume saa salam. yani uvumi huu iliposhamiri, masahaba wakapata kumwona mtume salallahu alaihi wasallam. katika malizo yake imeandikwa kwamba hata abu ubaida ni mtu wa kwanza aliyemtambua mtume salallahu alaihi wasallam kwamba mtume yu hai. hata abu ubaida anasema kwamba mimi kwa kupitia nuru ya macho ya mtume salallahu alaihi wasallam nikamtambua, macho ambayo yalikuwa yanaonekana yakinawiri chini ya khod. khod ni kifuniko ambacho askari wakati wa vita anavaa kwa ajili ya kuhifadhi kichwa chake na uso wake. anasema kwamba mimi nilipoona macho yake nikajua kwamba mtume sasa yu hai,
na nilipomtambua nikatangaza kwa nguvu zote kwamba eni waislamu muwe na habari njema kwamba mtume sasa yu hai. wakati ule mtume akanizuia kwamba ni nyamaze. riwaya nyingine inasema kwamba alikuwa sahaba mwingine aliyemtambua mtume saa salam. hivi mwandishi mmoja anaandika kwamba baada ya kuanguka kwenye shimo mwili mtukufu wa mtume saa salam ulikuwa umelowa na damu. ye akatoka nje. hatka bin malik akamtambua mtume salallahu alaihi wasallam kwa kupitia macho yake na akaanza kutangaza kwa furaha kwamba ya maashara almuslimin abshiru haza rasulullah salallahu alaihi wasallam, eni kundi la waislamu mufurahie kwamba huyu ndiye mtume salallahu alaihi wasallam. hapo mtume salallahu alaihi wasallam akamwashiria kunyamaza, lakini waislamu walipopata habari hiyo wote wakaja kwake, na kati yao alikuwepo hat abubakar siddiq, umar bin khattab, hat ali bin abi talib, hat talha bin ubaidullah, hat zubair bin awam, hat harith bin sima na waislamu wengine. mtume sallallahu alaihi wasallam pamwe na masahaba zake hawa akaelekea kujihifadhi kwenye pango la mlima wa Uhud, na njiani maadui walipoendelea kuwashambulia waislamu yani masahaba zake wakaendelea kupigana nao kwa nguvu zote. vitabu vingine vinasema kwamba kwa sababu ya kubadilika kwa hali ya vita hali ikawa mbaya. ghafla mtume sallallahu alaihi wasallam akaonekana akiwa katikati ya Saad bin Muadh na Saad bin Ubada, na sisi kwa kupitia matembezi yake tukamtambua. wakati yule tukashikwa na furaha tele, na ikaonekana kwamba sisi hatukushindwa wala hatukupata hasara yote. waislamu walipomtambua na kumwona wakaaja kujumuika kwake, na mtume akiwa pamoja nao akaelekea upande wa pango moja. wakati ule hata Abubakar hata Umar ushambulio hilo ulikuwa ni ushambulio usiotarajiwa, hivyo wakashikwa na hali ya sintofahamu na hali ya taharuki, na kwa sababu ya kutawanika kwao hawakuweza kupambana na maadui. makafiri wakateka medani na masahaba wengine wakaanza kukimbilia Madina, mpaka wakabaki masahaba 12 tu pamoja na mtume, na muda ukafika ambapo wakabaki watu 3 tu pamoja na mtume saa salam, na makafiri wakaanza kumrushia mtume saa salam mishale. lakini hata hivyo mtume akaendelea kusimama kidete zidi ya maadui na hakuacha mahala pake. kisha maadui wakawashambulia kwa nguvu zote, na watu wachache waliokuwa pamoja na mtume wakasukumwa nyuma. hapo mtume akajeruhiwa na kuanguka kwenye shimo moja, na baadhi ya masahaba walikuwa wanamhifadhi nao pia wakawa shahidi. na hapo habari ikashamiri katika jeshi kwamba mtume saa salam ameuawa shahidi. habari hiyo ikawahuzunisha masahaba, na wao wakakosa nguvu ya kupigana vita. masahaba walikuwa pamoja na mtume sallallahu salam na walikuwa hai. wao wakaondoa maiti za watu na wakamtoa mtume sasa kutoka shimo, na wakajumuika pembezoni mwake kwa ajili ya kumhifadhi na kumlinda. mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akitoka nje ya mduara wa washirikina alipokuwa anaelekea upande wa pango, Usman bin Abdullah bin Mughira akipanda juu ya farasi mweupe na mweusi akaelekea kwa mtume. alikuwa amevaa deraya kutoka kichwa hadi miguu, na alikuwa anaelekea upande wa pango ambapo mtume alikuwa anakwenda. alikuwa anasema kwamba mtume Muhammad ataishi hai au mimi nitaishi kuwa hai. mtume sasa kwa kusikia sauti yake akasimama. wakati ule farasi wa Osman akateleza kwa sababu ya mashimo yaliyokuwa yamechimbwa, naye akaanguka humo. wakati ule Haris akaelekea kwake, na kwa muda wakaendelea kupigana vita. ghafla Haris bin Sima
akapiga upanga juu ya mguu wake. Osman akaanguka chini, wakati ule haris akamua na akavua deraya yake na kofia yake ya chuma. Mtume kwa kuona hali hiyo akasema kwamba namshukuru mungu ambaye amemwangamiza. wakati ule ule ubaidullah bin jabir amiri akamshambulia haris na akampiga juu ya bega lake na akamjeruhi. wenzake wa haris wakamuinua na kuondoka naye. hat abu dujana akaja kumshambulia abu ubaidullah na akamua kwa upanga wake na akaja kwa mtume saa salam. kiongozi mmoja wa makka ubai bin khalf, habari yake pia inapatikana kwamba ye alimshambulia mtume sallallahu alaihi wasallam. mtume sasam alipokuwa anaelekea upande wa pango, ubai bin khalf pia akaja huko. ubai bin khalf katika vita vya badr alikuwa amelipa fidia. yeye alisema kwamba mimi nina farasi ya ud ambaye kila siku mimi namlisha mahindi kilo 7 na nusu ili farasi awe na afya nzuri na awe imara, na mimi nikipanda juu yake nitamua mtume muhammad saa salam. habari hiyo ilipofika kwa mtume akasema hapana, bali mimi nitamua. kauli moja inasema kwamba jambo hili alikuwa ameongea kabla ya hijra katika Makkah Mukarrama. vita ya Uhud ilipotokea, mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia maswahaba zake kwamba mimi nina hofu ya kuwa Ubay bin Khalf atanishambulia kutoka nyuma yangu, mkimwona basi muniambie. yeye alikuwa anakuja huku akivaa deraya. mtume akamwona na kumtambua. ye alikuwa anasema kwamba Muhammad sasa yuko wapi? kama ye akisalimika basi mimi sitaweza kusalimika. hat Musa bin Umair akaja mbele yake. yeye alikuwa anamlinda mtume sallallahu alaihi wasallam. Ubay bin Khalf akamua Musa bin Umair. masahaba wakasema kwamba Ubay anakuja kwako, kama ukitaka basi mmoja wetu amue. riwaya nyingine inasema kwamba masahaba wakaja mbele yake. mtume akasema kwamba mwache huyo, yani mwache njia yake. ye alipokuja karibu ya mtume akasema kwamba ewe mwongo, unakwenda wapi? mtume sallallahu alaihi wasallam akachukua mkuki kutoka harsa bin sima. sawa na kauli nyingine akachukua mkuki kutoka zubair bin awam. masahaba wakaacha njia kama vile inzi wanaondoka kutoka mgongo wa ngamia. mtume akaja mbele ya Ubai na akapiga mkuki juu ya shingo yake, akapiga mkuki juu ya sehemu ilionekana katikati ya ziraya na kofia yake ya chuma. ye akaanguka chini na akaanza kupiga kelele mfano wa ngombe dume. akapata majeraha hafifu au damu yake ikasimama au mfupa wake ukavunjika katika mifupa yake. ye akaenda kwa kaumu na akasema wallahi Muhammad Arabi ameniua. watu wake wakasema kwamba wewe umevunjika moyo, hujapata hasara yoyote, haya ni majeraha hafifu tu. ye akasema kwamba hapana, mimi naapa kwa Lat na Uzza, pigo ambalo nimelipata mimi kama makabila ya Zulbijaz na Rabia na Muzir wangepata, wote wangekufa. Muhammad alikuwa ameniambia katika Makkah Mukarrama kwamba mimi nitakuua, na wallahi kama Muhammad sallallahu alaihi wasallam angetema mate juu yangu mimi ningekufa tu. washirikina walipokuwa wakirejea, yeye akafa katika maeneo ya Saraf. Saraf ni bonde ambalo pia linaitwa Nawaria. katika safari ya Hijjatul Wada, hiyo ilikuwa hatua ya 7 ya mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Madina, na ina umbali wa maili 9 au 10 kutoka Makka karibu na Tanim. Hazrat Bashir Ahmad Sahib ameandika ya kwamba Makuraish waliposogea nyuma na Waislamu waliokuwepo katika medani wao kwa kumtambua mtume sallallahu alaihi wasallam wakajumuika kwake. hapo mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na masahaba zake akaanza kupanda juu ya mlima na akafika kwenye pango moja ambalo lilikuwa limetunzwa au lilikuwa limehifadhiwa. njiani
kiongozi mmoja wa maka ubay bin khalf akamwona yeye akipofuka katika ubaguzi na uadui akaelekea kwake huku akisema kwamba la najautu in najaa ikiwa muhammad saa salam amesalimika basi mimi sitasalimika masahaba wakataka kumzuia lakini mtume akasema kwamba mwacheni aje karibu yangu ye alipofika karibu ya mtume ili kumvamia mtume akachukua mkuki na akampiga yeye akapata kizunguzungu na kuanguka chini na kisha akainuka huku akipiga kelele na kukimbia japokuwa majeraha yake yalikuwa hafifu lakini kabla ya kufika maka akafa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pamoja na maswahaba zake akafika kwenye pango kuhusu hilo ibne ishaq ameeleza ya kwamba tangazo la kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam na baadhi ya waislamu walipotawanika kwanza kabisa hatqa bin malik akamwona mtume sallallahu alaihi wasallam ye anasema kwamba mimi kwa kuona macho ya mtume saa salam yakinawiri nikamtambua na nikasema kwa sauti ya juu eni waislamu muwe na furaha kwani huyu ndiye mtume saa salam kwa kusikia hayo mtume akaniashiria kwa mkono wake kwamba unyamaze au ukae kimya waislamu walipomtambua mtume saa salam mtume akaelekea upande wa pango pamoja nao na pamoja naye hat abubakar sidik hat umar hat ali hat talha bin ubaidullah hat zubair bin awam na haris bin sima na kadhalik walikwepo mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa katika pango hilo pamoja na maswahaba zake ghafla kundi moja la quraish likafika juu na katika kundi hilo alikwepo Khalid bin Walid vile vile mtume akiona maadui juu akafanya dua kwamba allahumma innahu la yanbaghi lahum an ya'lunaha allahumma la quwwata lana illa bika e allah kwa ajili yao si halali kwamba wao watushinde e allah sisi hatuna nguvu wala uwezo isipokuwa kwa kupitia wewe tu wakati ule Hazrat Umar Faruk pamoja na wahajiri akapigana nao na akawasukuma nyuma na kuwalazimisha kushuka chini ya mlima katika sikhatama nabiyin imeelezwa hivi ya kwamba mtume saa salam alipofika juu ya mlima kundi moja la quraishi chini ya uongozi wa Khalid bin Walid likataka kupanda juu ya mlima na kuwashambulia waislamu lakini kwa amri ya mtume hat umar pamoja na wahajiri wachache akapambana nao na akapata ushindi juu yao riwaya nyingine inapatikana katika historia kuhusu vita vya uhud hazubair anasema ya kwamba mtume sallallahu wasallam siku ya uhud alikuwa amevaa diraya mbili akataka kupanda juu ya mlima lakini kwa sababu ya uzito wa diraya na kwa sababu ya majeraha ya kichwa na uso alikuwa amepata udhaifu hivyo hakuweza kupanda juu ya mlima hatalha akaketi chini na mtume akaweka mguu juu ya mgongo wake na akapanda juu ya mlima hazubair anasema mimi wakati ule nikamsikia mtume akisema kwamba talha amejiwajibisha pepo juu yake riwaya moja inasema ya kwamba mtume saa salam akanuia kupanda juu ya mlima iliyokuwa juu kidogo alipotaka kupanda juu lakini kwa sababu ya kutokwa kwa damu kutoka kichwa na kwa sababu ya kupata udhaifu hakupata nguvu ya kupanda na pia alikuwa na uzito wa deraya mbili juu ya mwili wake kwa kuona hayo talha bin ubaidullah akaketi mbele yake na akimuinua juu ya mabega yake akampeleka juu wakati ule mtume akasema kwamba kwa sababu ya amali yake hiyo ya talha janna imewajibika juu yake kama ilivyoelezwa ya kwamba katika vita hiyo hiyo jino moja la mtume saa salam lilikuwa limevunjika hali ya wakati ule ambayo abubakar ameeleza kuhusu hiyo hat aisha anasema ya kwamba hata abubakar alipokuwa anaeleza kuhusu siku ya ohd alikuwa anasema kwamba siku ile nzima ilikuwa ni siku ya talha kisha alikuwa anaeleza maelezo yake kwamba mimi nilikuwa miongoni mwa watu ambao siku ya ohd walikuwa wamerejea kwa mtume saa salam hapo nikaona kwamba mtu mmoja pamwe na mtume saa salam anapigana na maadui huku akimhifadhi msimuliaji anasema kwamba
ninafikiri kwamba abubakar alisema kwamba ye alikuwa anamsalimisha mtume saa salam. abubakar anasema kwamba nikasema kwamba lau kama awe talaha, yani nafasi ambayo nimeikosa mimi, nikasema moyoni mwangu kwamba katika umu yangu awe mtu fulani, hilo mimi nalipenda zaidi. abubakar wakati ule akafikiri, anasema kwamba kati yangu na kati ya mtume alikuwepo mtu ambaye sikuweza kumtambua, ilhali mimi nilikuwa karibu zaidi na mtume saa salam kuliko mtu huyo alikuwa anatembea kwa mwendo kasi. mimi nikaona kwamba huyu alikuwa abu ubaida bin jarrah. kisha mimi nikafika kwa mtume saa salam, jino lake la chini, yani watu hawa walikuwa wawili walikuwepo kule. hatalha pia alikuwepo na ubaida bin jarrah pia alikuwepo. jino lake lilikuwa limevunjika na uso wake ulikuwa umejeruhika. juu ya shavu lake misumari ya khod ilikuwa imenasa. mtume akasema kwamba nini mumsaidie mwenzenu, na muradi wake ulikuwa ni talaha ambaye damu yake ilikuwa inamwagika. hatalaha alikuwa amepata majeraha makubwa katika kumhifadhi mtume saa salam. mtume badala ya kusema kwamba munisaidie mimi, akasema nendeni mkamsaidie talaha. sisi hatukwenda kwake na mimi nikaja mbele, yani hatukwenda kwa talaha bali tukaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ili tuweze kungoa misumari ya khod kutoka uso wa mtume sallallahu alaihi wasallam. hapo abu ubaida akasema kwamba mimi nakupa kiapo ya haki yangu kwamba kazi hii uniachie mimi. hapo mimi nikamwachia juu ya ombi lake kwamba mimi nitangoa misumari hiyo. yeye akasogea nyuma. hata abu ubaida hakupenda kungoa kwa mkono wake ili mtume saa salam asije akapata maumivu, hivyo akajaribu kungoa kwa mdomo wake, kwa meno yake, na alipongoa msumari moja, jino lake moja pia likavunjika. na kisha nikaja mbele ili ningoe msumari wa pili. hata abubakar anasema kwamba mimi nikasema kwamba ngoja nijaribu kungoa msumari wa pili. abu ubaida akasema kwamba mimi nakupa kiapo cha haki yangu kwamba kazi hii niachie mimi nitangoa kipande hicho vile vile. hata abubakar akasogea nyuma na ye akafanya hivyo kama alivyokuwa amefanya. jino la pili la abu ubaida pia likavunjika pamoja na kipande hicho cha khod. na abu ubaida alikuwa anapendeza zaidi katika watu pamoja na meno mawili yakivunjika. kisha tukimaliza matibabu ya mtume saa salam tukaaja kwa talha. ye alikuwa kwenye shimo moja. tukaona kwamba juu ya mwili wake yalikuwa yametokea majeraha 70 ya mikuki, upanga na mishale, na kidole chake pia kilikuwa kimekatika. hapo tukampatia matibabu pamoja na hata abu ubaida. pia riwaya inapatikana kuhusu ukba bin wahab na hata abubakar kwamba wao wakangoa na wakaondoa vipande hivi vya chuma, lakini riwaya ya kwanza ni sahihi zaidi. abu said khudri anasimulia ya kwamba vipande hivi vya chuma vilipongolewa kutoka uso mtukufu wa mtume sallallahu alaihi wasallam, damu ikaanza kumwagika kwa kasi kama vile maji yanavyotoka kutoka mtungi uliojaa. malik bin sinan akaanza kunyonya damu ile. mtume akasema, je, unakunywa damu? ye akasema ndio. mtume akasema kwamba mtu ambaye damu yangu imegusa damu yake moto hautamgusa. khalifa mtukufu anasema kwamba hiyo ni riwaya ya subulul huda wa rishad, na inaonekana kwamba katika riwaya hiyo kuna mambo yasiyofahamika. mungu anajua zaidi kwamba riwaya hii ni sahihi au la, kwani badala ya kuzuia damu, kama mtu afanye hivyo damu inatoka zaidi na udhaifu unaweza kuzidi, lakini katika riwaya zingine jibu lake linakuja tu. hivyo ninafikiri kwamba riwaya hiyo si imara sana. imeendikwa kwamba katika vita vya Uhud mtume alipopata majeraha. kuhusu hilo kuna riwaya ya bukhari.
hasahal bin saad alipoulizwa kuhusu majeraha ya mtume akasema kwamba kama mnaniuliza basi wallahi najua vizuri zaidi kwamba nani alikuwa anaosha majeraha yake yani manzari haya ni mbele ya macho yangu na nani alikuwa anamiminia maji na dawa gani ilikuwa imepakwa juu yake hasahal akasema kwamba binti wa mtume hat fatuma alikuwa anaosha majeraha yake na hat ali alikuwa anamiminia maji kutoka mtungi na hat fatma alipoona kwamba maji yanatoa damu zaidi ye akachukua kipande cha gunia na akaunguza na majivu yake akapachika juu yake na hapo damu ikasimama na siku ile jino lake moja lilikuwa limevunjika na uso wake ulikuwa umejeruhika hapo kuna habari ya kuzima na kuzuia damu kwamba isimwagike zaidi na hakuna habari ya kunionya na hii ni riwaya ya bukhari iliyo sahihi zaidi mtume saa salam alipofika karibu ya pango ali bin abi talib akaja na maji kutoka miras katika mlima wa ohd mashimo ambamo maji ya mvua yanajumuika yanaitwa miras na sehemu hii ipo karibu na sehemu ambapo hata hamza alikuwa ameuawa shahidi ili mtume saa salam aweze kunywa lakini kwa sababu ya harufu yake mbaya hakunywa na akaosha uso wake na akamiminia juu ya kichwa chake na akasema kwamba mwenyezi mungu anakasirika sana juu ya mtu ambaye ajeruhi uso wa nabii wake muhammad bin maslama akaenda kuomba maji kutoka kina mama wao hawakuwa na maji mtume saa salam alikuwa amehisi kiu kali muhammad maslama akaenda kwenye chemchem na akaleta maji matamu mtume saa salam akanywa na akaomba dua ya kheri kwa ajili yake katika tabrani imesimuliwa na sahal bin saad kwamba siku ya ohd uso wa mtume salallahu alaihi wasallam ulipata majeraha na meno yake mawili yakavunjika na kofia ya chuma vipande vyake vikanasa kwenye kichwa chake washirikina walipoondoka kina mama wakaja kwa masahaba na fatma pia alikuwa pamoja nao ye alipokutana na mtume akamkumbatia na akaanza kuosha majeraha yake na ali akaendelea kumiminia maji lakini damu ilikuwa inamwagika zaidi hapo fatima akaunguza kipande cha mkeka na akatengeneza majivu na akapaka juu yake na hapo damu ikasimama kutoka uso wa mtume damu ilikuwa inatoka mtume alikuwa anapangusa damu yake mwenyewe na alikuwa anasema kwamba kaifa yuflihu qauman shaju nabiyahum wa kasaru rawayatihim wa huwa yaduhuhum ila llahi kaumu ile kivipi inaweza kufanikiwa ambao wamemjeruhi nabii wao na wakavunja jino lake ilhali yeye anawaita kwa allah mengine nitaeleza katika siku za usoni inshallah kwa ajili ya palestina naendelea kuwaambieni kwamba mufanye dua hii imekuwa hali ya nchi za kiislamu kwamba badala ya kuungana kwa pamoja na kuwasalimisha wafalestina wameanza kuwana na kupigana na tumesikia kwamba iran na pakistan pia mzozo umeanza kati yao hali inaendelea kuwa tete zaidi mwenyezi mungu awajalie viongozi wa islamu akili na uelewa mufanye dua kwa ajili yao mwenyezi mungu awajalie waweze kuelewa na kufahamu shabaha yao na waweze kuwa umati mmoja baada ya sala ya ijumaa nitasalisha jeneza mbili ghaibu jeneza ya kwanza ni ya sayid maulud ahmad saheb mwana wa sayid daud muzaffar shah saheb ambaye akiwa na umri miaka 76 alifariki dunia inna lillahi wa inna ilaihi rajiun yeye alikuwa mjukuu wa hat muslih maud raziallahu taala anhu na sayida umme tahir sahiba na alikuwa mwana wa sahebzadi amatul hakim sahiba na sayid daud muzaffar shah saheb kwa fadhili ya allah alikuwa musi alikuwa binamu yangu na alikuwa kaka wa mke wangu babu yake
sayid mahmudullah shah saheb alikuwa mwana wa sayid abdustar shah saheb. dr sayid abdustar shah saheb alikuwa amezidi sana katika utakaso na uchamungu. alikuwa mnyenyekevu mkubwa sana na alikuwa amezidi katika kutimiza haki za allah na haki za watu wake. hazmiza bashir ahmad saheb ameeleza riwaya moja kuhusu abdustar shah saheb. anasema kwamba yeye alinisimulia mwenyewe ya kwamba safari moja hat khalifa awal alipata marazi na akaugua, na hili ni jambo la zama ambapo ye alikuwa anaishi katika nyumba ya hatmasihi maud alassalam. hatmasihi maud salam akatoa sadaka ya mbuzi. dr saheb anasema nilikuwepo kule mimi wakati wa usiku nikabaki kwa khalifa awal, nikaendelea kumnywesha dawa. asubuhi hatmasihi maud alipokuja hat khalifa awal akamwambia kwamba huzur, dr saheb ameendelea kunitumikia usiku kucha na hakulala na akaendelea kunipatia dawa. hatmasihi maud akafurahi sana na akasema kwamba hata sisi tunajivunia sana kwa kuona hali yao, familia hii ni ya peponi. na maneno hayo hatmasihi maud akaeleza mara kadhaa kuhusu dr abdusar shah saheb. sayid maulud shah saheb alipata masomo ya awali kutoka rabwa, kisha akafanya fsc, kisha akapata kiingilio katika college ya uhandisi katika mji wa lahore na akapata shahada katika mechanical engineering. akafanya kazi katika kampuni mbalimbali nchini pakistan, kisha akafanya kazi katika nchi ya nigeria kama muhandisi, na kwa fadhili ya allah aliishi maisha mazuri. ndoa yake ilikuwa imetangazwa na khalifatulmsi assalis, na hutuba aliyokuwa ametoa khalifatulmsi salis rahimahullahu taala alikuwa amesema kwamba uhusiano baina ya mume na mke unakuwa mfano wa mti, na mwanzoni tunalazimika kutunza vizuri. baadhi ya watu wananiuliza kwamba kivipi tunaweza kutimiza uhusiano huo wa kindoa. hii ni miongozo ambayo muizingatie. saa nyingine mimi naeleza na naweka mbele yenu miongozo ya makhalifa waliotangulia. khalifa wa salis alisema kwamba uhusiano huo mnatakiwa kuuenzi na kuzingatia tangu mwanzo. sawa na mwongozo wa Qur'an tukufu, tunalazimika kufunga uhusiano huo na kamba ya ukweli, kisha tunaweza kuhifadhi uhusiano huo. na mume na mke na familia zao, kila mmoja wao anawajibika na marafiki zao pia wanawajibika, kwani kwa sababu ya zana mbaya au kwa sababu ya kuto kusubiri au kwa sababu ya hasira mambo mabaya yanatokea, na kwa ajili ya kuyazuia kauli iliyo kweli ni kamba madhubuti. kisha alisema kwamba mungu afanye ndoa ambayo naitangaza sasa iwe yenye baraka kwa ajili ya familia mbili, iwe yenye baraka kwa ajili ya jamaat na kwa ajili ya ubinadamu, na watoto watakaozaliwa wawe watumishi wa dini. kisha alisema kwamba ndoa hii inafanywa baina ya sayid maulud ahmad ambaye ni mtoto wa dada yangu ahmadullah hakim na sayid muzaffar shah saheb, na ndoa hii inafanywa na binti wa sayid gulam mushtaba anaitwa lubna shehbaz. kisha alisema kuhusu dr saheb kwamba dr saheb ni miongoni mwa madaktari walioitumikia jamaat katika afrika magharibi, na mungu alikuwa amempatia uwezo wa kuwaponya watu. aliendelea kufanya kazi nchini ghana, kisha akapelekwa nigeria ambapo akafanya kazi na akatimiza wakfu wake. kisha akapata maradhi ya moyo na akalazimika kurejea pakistan. kisha khalifa salis akafanya dua kwa ajili yake, mungu amjalie siha na amjalie uwezo wa kwenda tena afrika, na dua hiyo mungu akakubali, na kisha akaenda huko na kwa muda akaendelea kuitumikia jamaat katika afrika. kisha khalifa salis akafanya dua kwamba mwenyezi mungu amjalie sayid maulud ahmad kuitumikia dini, na yeye sawa na uwezo wake aliweza kuitumikia dini. mwana wake sayid saud ahmad anasema kwamba
baba yangu tangu mwanzo alikuwa na tabia ya kuswali sala zote kwa wakati na swala ya tahajudi. Mimi najua usomaji wake ulikuwa mzuri sana. Alikuwa anasoma Qur'an tukufu kwa sauti nzuri sana, na anasema kwamba kila usiku kabla ya kulala alikuwa anatusimulia masimulizi ya wazee wa zamani. Alikuwa anatoa michango yake kwa wakati na alikuwa anatusihi kufanya hivyo. Akitupatia matumizi alikuwa anasema kwamba kwanza mutoe michango, na hata tukipata zawadi ya idi alikuwa anasema kwamba mutoe michango kwanza. Alikuwa ametengeneza faili ya michango mbalimbali, na pia alipowaambia watoto wake wafanye wasia akatengeneza faili zake. Na pamoja na kufunga mwezi wa Ramadhan alikuwa anafunga saumu za Shawwal vile vile, na alikuwa anasoma Qur'an tukufu mara 2 mara 3 katika mwezi wa Ramadhan. Yeye ameandika kwamba huyu alikuwa mtu mkweli sana, alikuwa na tabia njema sana, alikuwa na unyenyekevu mkubwa, alikuwa mtu wa watu na alikuwa anatimiza uhusiano wa kirafiki. Mtu awe mkubwa au mdogo alikuwa anawatendea kwa wema sana. Hakuwa na kinyongo wala ubaguzi moyoni mwake. Hata kama mtu akimtendea kwa ubaya, ye alikuwa anamtendea kwa wema na kwa hulka njema. Na hata mtu akikata uhusiano wa kirafiki alikuwa anakwenda kuunganisha. Na hata mimi mwenyewe nimeona kwamba mtu huyo alikuwa na sifa hizi, na watu wengi wameniandikia habari hizi na kuhusu sifa hizi kwamba kwa kweli alikuwa na sifa hizi. Kisha mwana wake ameandika kwamba safari moja hat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa ameenda safarini na akamletea zawadi ya kuchezea. Ye akafungua na akavunja vipande vipande. Muslim akasema kwamba nimekupa zawadi na wewe umevunja vipande vipande. Akasema kwamba sasa hivi na viunganisha na vitengeneza, na akavitengeneza tena mbele ya Muslim akamwambia mama yake kwamba umfanye awe muhandisi. Habari hiyo pia ikapata kutimia na ye akawa muhandisi, na alikuwa muhandisi mzuri sana, bingwa sana. Kisha kuna nasaha ya Muslim Maud ambayo inawafaa wote na weka mbele yenu. Safari moja hat Muslim Maud alienda kutembelea mashamba yake katika mkoa wa Sindh. Huyu pia alikuwa kule kule. Yeye pia pamoja na baba yake na pamoja na Muslim Maud alikuwa anaangalia mashamba yake. Muslim Maud alikuwepo na huyu pia alikuwa pamoja naye. Wakati ule ilikuwa msimu wa mavuno ya maembe. Sasa mhusika wa bustani alikuwa ameweka matunda chini. Yani bustani inapouzwa, kwa maana hii kwamba mwenye kuchukua bustani matunda yanakuwa ni miliki wake. Mtoto huyo akachukua embe moja. Muslim akasema kwamba nenda ukarudishe, hiyo sio miliki wako bali ni miliki ya yule ambaye amechukua bustani. Hizi zilikuwa njia za kuwalea watoto, yani njia za Muslim Maud. Kisha binti yake Aziza Maria anasema kwamba alikuwa anasoma Qur'an tukufu na rohani khazain na malfuzat, na alikuwa anasoma bila kukosa. Na pia najua kwamba tafsiri kabir pia alikuwa amesoma sana na alikuwa na elimu nzito. Alikuwa hazihiri kwa watu elimu yake, lakini mtu akimuuliza jambo fulani au swala fulani alikuwa anampatia kumbukumbu nzuri. Wengine pia wameniandikia habari hiyo. Anasema kwamba tukimuuliza swala fulani alikuwa anatupatia utatuzi mzuri. Alikuwa anatusihi tufanye dua na maombi, na alikuwa anasema kwamba nini mfanye dua kisha mwachie Allah swala lenu. Mwenyezi Mungu amghofirie na amrehemu, awahifadhi mke wake na watoto wake, na awajalie kuendeleza mema yake. Kuna ndugu yake mwingine Saga Sahib, ye pia ameandika kwamba marehemu alikuwa na sifa chungu nzima. Katika nafasi ya furaha au huzuni alikuwa anatangulia, na
mtu akiwa mgonjwa alikuwa anaenda kumjulia hali. hanifa musa mbashiri wa jamaat anasema kwamba nikapata kumjua nilipokuwa islamabad. marehemu alikuwa mnyenyekevu mwenye sifa kama awe malaika, na alikuwa akiwa heshimu wakfin haswa wabashiri wa jamaati. nilipokuja rabwa ye akatimiza uhusiano huo huo uliokuwa umepatikana katika islamabad. akinitafuta alikuwa ananijulia hali katika misikiti, na nikimwambia kwamba aniombee baada ya dua alikuwa ananiuliza kwamba imekwaje sasa. mwenyezi mungu awajalie watoto wake kuendeleza mema yake. jeneza ya pili, huyu ni mheshimiwa akmid ag muhammad saheb. huyu alikuwa sadr jamaat mahdiabad dori region burkina faso. siku za nyuma akiwa na umri miaka 65 amefariki dunia. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. ameacha katika familia wake wawili, vijana 10 na mabinti 5. mbashiri mkuu anaandika kwamba marehemu alikuwa mwanajamaati imara sana. nilikuwa nimeenda dori kutembelea. alikuwa anafanya kazi mbalimbali kuhusu familia za mashahidi. jamaat imewajengea nyumba, ye alikuwa anawasaidia kuhamia. baada siku mbili akaenda nyumbani, akazimia na kuanguka chini, akapata mshtuko wa moyo na kisha akafariki dunia. mwaka 1999 alipata bahati ya kujiunga na ahmadia, na baada ya kujiunga na ahmadia akaaja kuishi katika mahdiabad kwa alhaj ibrahim bidga saheb. na pamoja na alhaj ibrahim bidga saheb alikuwa anakwenda kufanya mahubiri katika vijiji vya jirani, na mahubiri yake yakaleta matunda mengi na matawi mapya yakapatikana. alikuwa anafanya kazi katika idara ya misitu. kwa sababu ya ugaidi akakosa ajira yake. mavuno akipata alikuwa anawaambia ndugu zake watoe zaka, na alikuwa anampatia katibu wa fedha hisabu ya zaka. akafanya kazi kama sadr jamaat mahdiabad kwa miaka 5. alikuwa mtu mwema sana, hakuwa na hasira yoyote. januari 11 mwaka 2023 wagaidi waliposhambulia mahdiabad, siku ile ye alikuwa ameenda nyumbani baada ya sala ya magharibi. baada ya tukio hilo wahamadia walikuwa wameshikwa na hofu, na kwa sababu ya shahada hizi watu walikuwa wamekosa nguvu ya akawatia moyo. na kisha nilipomwambia kwamba watu wa mahdiabad wahamishwe mji wa dori, ya akafanya kazi kwa nguvu zote, akawatia moyo na akawasaidia kuhamia. akamaliza maandalizi yote ya uhamisho, na kisha hadi kifo chake akaendelea kuwatimizia mahitajio yao. rana faruk saheb mbashiri wa dori anasema kwamba baada ya swala ya alfajiri kila siku alikuwa anaenda kuzitembelea familia za mashahidi, kuwajulia hali. wakiwa na swala fulani alikuwa anajaribu kutatua. anasema kwamba wakati huu katika dori kuna watu 800 kutoka matawi mbalimbali ambao wanaishi. alikuwa anawajali wote, muda wote alikuwa tayari kwa ajili ya kuwatumikia. alikuwa na tabia ya kuswali swala zote kwa wakati na kutoa ushirikiano katika nizamu ya jamaat, na alikuwa anawasihi vile vile Mwenyezi Mungu amghfiri na amrehemu, awajali watoto wake subira na uvumilivu, na awajalie kuendeleza mema yake. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر